binafsi kitu gani ambacho kimewakosesha ushindi leo, ikiwa mmesafiri safari ndefu na kuweza kuja kuipigania Young Africans, lakini mmepoteza na katika hatua ngumu, hatua ya mwisho kuelekea katika hatua ya makundi? Kisichokuwa na riziki akiliki, na kwenye football kama unavyofahamu, ukishindwa kutumia chance ambazo umezicreate kwa Mkapa, na kama unavyojua wenzetu wamefaidika na home advantage, na sisi tunaenda kutumia uwanja wa Mkapa kwenda hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haijaisha mpaka iwe mwisho. Wenzetu wametufunga goli moja hapa nyumbani kwao. Si kwa Mkapa tunaweza tukawafunga mawili mpaka matatu mpaka manne, kwa sababu ni magoli ambayo Young Africans tukiamua kuyatafuta tunayapata. Kwa leo hatuna mtu yoyote wa kumlaumu. Binafsi mimi sidhani kama naweza hata kumtafuta nani wa kumrushia lawama, lakini hii imetokea kwa sababu football hauwezi ukashinda kila siku. Young Africans tumepoteza mchezo katika uwanja wa away. Tunatoka Malawi sasa tunarudi Tanzania kwenda kwa maandalizi ya mchezo wa marejeano, kuangalia timu yetu itafika wapi, lakini ni na asilimia nyingi kweli kweli kuiona Young Africans ikienda katika hatua ya makundi. Tumeumizwa kwa pamoja wote tuliokuja na timu hapa Malawi, lakini haina budi, that's football. Tunaenda nyumbani kutafuta chochote kitu cha kwenda katika hatua ya makundi. Tumeumizwa, wala hatuna yoyote wa kumwangushia lawama. Kuanzia kwenye technical bench mimi sina wa kumwangushia lawama, kuja kwa wachezaji, kwa viongozi, kwetu mashabiki, kila mtu ka play part yake, lakini football imeamua. Football ni mchezo mmoja wa kigaidi sana ambao ukiamua kukugeukia unakugeukia kweli kweli. Just assume tunasafiri kilomita zaidi ya 1800 na kitu, lakini tunakuja tunapoteza mchezo. Kikubwa turudi nyumbani, tujipange. Wanayanga tusiuchukue huu mchezo kama pointi ya sisi kuharibu msimu, kwa sababu mechi inayokuja ni pale kwa Mkapa. What if tumefungwa, tumeshindwa kwenda katika hatua ya makundi? Tunaharibu kabisa msimu. Last season tumeishia hatua ya makundi, itakuwa ni ngumu sana msimu tukiishia hata hatua ambayo ya makundi bado tujaingia, nikiwa na maana hizi hatua za awali. Kwa hiyo huu ndio muda wa Yanga kuungana, kuishika timu bega kwa bega, kila mwenye dua yake, mwenye uwezo wake kuisaidia Young Africans kwenda hatua ya makundi afanye hivyo, lakini kuanza kuleta mtafaruko kwa matokeo tuliyoyapata leo, binafsi yangu siruhusu hata kidogo. Tusubiri kuona mechi ya pili dakika 90 zimeisha vipi, then ndo tuje kujiuliza Yanga tumekosea wapi mwanzoni mwa ligi msimu huu, mwanzoni mwa mashindano ya kimataifa. Lakini tukianza kumtafuta sasa hizi mchawi ni nani wakati bado tuna dakika 90 za kujitetea kwa Mkapa, itakuwa ni uongo na tutawashusha wachezaji morali. Tumeumizwa, binafsi mimi nimeumizwa. Yaani nahisi mwili wangu wote yani ni kama umepooza. Mpira umemalizika, nimeshindwa hata kunyanyuka ndugu yangu. Mimi nimekuona mwana, pole sana. Shukrani sana ndugu yangu.